amekuja tukomboa sisi ndugu zetu. Christmas oye, tuimbe kwa shangwe, Christmas oye oye. Kristo Yesu kazaliwa, tupokee kwa shangwe, mwana wa Mungu Masihi amekuja tukomboa sisi ndugu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninakukaribisha kwa namna pekee sana tushiriki kwa pamoja kutizama historia fupi ya Bikira Maria mama wa shauri jema, lakini tukiona namna ambavyo imerandana au inaendana na utume wa Radio Maria Tanzania. Lakini kabla tujaanza kupitia historia hiyo na kuonyesha namna ambavyo inavyoenda sambamba na utume wa Radio Maria Tanzania, kwanza natamani tufahamu nini maana ya shauri. Shauri ni mapendekezo, ni maelezo au mwongozo anaopewa mtu ili kumsaidia kufanya maamuzi sahihi au kutatua tatizo. Paji la shauri la Roho Mtakatifu hutuonya dhidi ya hadaa za shetani zinazozuia wokovu. Tukitazama nukuu mbalimbali ikiwemo hii: kumbukeni basi kwamba mmepokea muhuri wa roho ya hekima, ufahamu, roho ya uamuzi sahihi, yani shauri. Basi baada ya kutazama maana ya shauri na kuona paji la shauri la Roho Mtakatifu, moja kwa moja tutazame Bikira Maria mama wa shauri jema, historia yake fupi, lakini namna ambavyo inaendana na utume wa Radio Maria Tanzania. Kwanza tukitazama picha ya mama yetu Bikira Maria mama wa shauri jema, tunaona picha ile mama akiwa anamtazama mwanae, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huo huo Bwana wetu Yesu Kristo akimtazama mama yake moja kwa moja. Na katika picha hii inamuonyesha mama yetu Maria akiwa katika tafakuri ambayo tunaiona katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya 2 aya 35. Nayo inasema hivi: na hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi, nawe mwenyewe uchungu ulio kama upanga mkali utachoma moyo wako. Haya ni maneno ya Mwinjili Luka sura ya 2 aya 35. Tunaona mama akipokea shauri kutoka kwa Mungu baada ya kusikia utabiri wa huzuni kuhusu mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Na mtoto Yesu hamtazami mtu anayeangalia picha, bali anamtazama mama yake, kana kwamba anatambua sisi tutafute shauri kwa mama Maria ambaye ni kiti cha hekima. Lakini katika picha hiyo inatuonyesha mama akimtazama mwanae ni usadifu wa maandiko matakatifu kutoka kwa Mwinjili Yohana sura ya 19 aya 26 mpaka 27, ambayo inabeba neno linalosema mama tazama mwanao. Na mama anamtazama mtoto Yesu na watoto wote ulio wake, na pia mtoto Yesu anamtazama moja kwa moja mama pia. Huu ni mwaliko kwetu sisi kumwangalia moja kwa moja ili kutushauri katika namna ya maisha na mwenendo wetu. Na ndivyo tunaona kuwa wakati tunaendelea kuwa ni msaada kwetu na imekuwa ni mwongozo au ni dira katika maisha yetu. Tukirudi katika historia ya Bikira Maria mama wa shauri jema, inasemekana kwamba miaka ya mwanzo wa mwaka 1400 ilichorwa picha ya mama yetu huyu nchini Albania. Pia kulitokea uvamizi katika nchi hiyo. Inaelezwa kuwa watu wawili walienda kuomba au kusali kwa mama yetu Bikira Maria wa shauri jema, wakiomba awasaidie katika kipindi hicho kigumu. Na wakiwa katika muonekano wa sala, lilitokea wingu jeupe, lilinyanyuka na kuondoka. Wingu hili walipolifuatilia lilitoka moja kwa moja na kuelekea mji wa Gezano uliopo Italia. Katika mji huo kulikuwa na ujenzi wa kanisa, ambapo kuna mama mmoja aliyeitwa Patricia aliuza mali zake zote ili kusaidia ukarabati wa kanisa hilo, lakini fedha zilimalizika kabla kazi kukamilika na kanisa halikuwa limejengwa paa. Watu wa eneo hilo waliendelea kusema kwamba waliona wingu jeupe likatanda katika kanisa hilo na baadaye liliondoka
na kuachia picha ya Bikira Maria mama wa shauri jema kawa ni zawadi katika kanisa hilo. Tukio hilo lilitokea tarehe 25 mwezi wa 4 1467. Mpendo wa mwana wa mama, hii ni historia bayana kabisa ambayo ilitokea katika maisha ya binadamu, na inasemekana kanisa hilo baadaye lilimalizika na kuwa basilika kubwa ya hija ambayo watu maelfu na maelfu walifika kwa ajili ya kuendelea kumheshimu na kuomba katika basilika hilo la Bikira Maria mama wa shauri jema, na miujiza mbalimbali iliendelea kutokea. Kwa historia fupi ya Bikira Maria mama wa shauri jema, tunaendelea kuona kwamba mwezi wa 4 ni mwezi ambao tunaona utume wa Radio Maria Tanzania ulifika nchini Tanzania. Na tukiangalia namna ambavyo Bikira Maria mama wa shauri jema aliposafiri kutoka Albania na kufika katika mji wa Gezano, vivyo hivyo tunaendelea kuona namna ambavyo Radio Maria ilianzishwa mwaka 1996 jimboni Songea, ambapo Mhasham Norbert Mtega akishirikiana na umoja wa familia ya Radio Maria duniani makao makuu Milan, Italia, walihakikisha Radio Maria imefika Tanzania kwa wakati huo jimbo kuu Katoliki Songea, wakianza na kituo kimoja. Na tunaona namna ambavyo watu wengi wamekuwa na ushuhuda juu ya utume wa Radio Maria Tanzania, ambapo mama ameendelea kujifunua kwa namna ya pekee kwa watu wake, kuhakikisha kwamba wanaendelea kubarikiwa, wanaendelea kumbuliwa, wanaendelea pewa mafundisho ambayo yanaimarisha maisha yao ya kiroho, lakini vile vile maisha ya kimwili. Hivyo tunaendelea kushibishwa na kupata shauri la kiroho na la kimwili kwamba namna gani tunapaswa kuenenda, tukitazama namna ambavyo Bikira Maria mama wa shauri jema ameendelea kuwa baraka katika basilika lile. Lakini leo Bikira Maria huyu wa shauri jema ameendelea kutoa shauri jema kupitia redio hii, Radio Maria Tanzania, kwa kukemea, kwa kufundisha, kwa kuonya kwa upole, lakini kwa kuimarisha imani za Wakristo na hata wasiokuwa Wakristo. Tukitazama safari ya utume wa Radio Maria kutoka kituo kimoja baadaye kwenda mpaka vituo 10, na mpaka sasa tunazungumza vituo zaidi ya 50, lakini tukiona muujiza ambao ni wa pekee zaidi, namna ambavyo watu wameendelea kumheshimu mama na kuhakikisha kwamba utume wa mama unaendelea kusonga mbele. Hii inatuthibitishia kwamba mama huyu anaendelea kufanya kazi na kutoa shauri katika maisha yetu kupitia utume huu wa Radio Maria Tanzania. Hivyo basi niendelee kukualika kwa namna pekee sana mwana wa mama kwamba kutazama uso wa mama yetu ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anatufundisha namna ya sisi kumtazama mama na kuchukua lile shauri ambalo na sisi tumeitikia mwito ule kwa kumtazama mama kila wakati na kuhakikisha redio yake ikiwa hewani kila wakati, na kuhakikisha kwamba watoto wa mama wote wanaendelea kushibishwa, wale waliopo vitandani, waliopo hospitalini, waliopo sehemu ambazo hawawezi kwenda makanisani kushiriki misa takatifu, kushiriki vitu mbalimbali katika kanisa, lakini kwa kupitia mama Maria mwenye shauri jema, na mama Maria huyu amekuwa sababu ya sisi kuendelea mbele. Hivyo basi ninaendelea kukualika mwana wa mama, tuendelee kushikilia shauri hili kwa sababu tumechagua fungu lililo bora katika maisha yetu, na huyu mama wa shauri jema aendelee kutuongoza kwa kupitia Radio Maria Tanzania, na sisi tukimhakikishia kwamba utume wa Radio Maria Tanzania utaendelea kukua na kuimarika zaidi, kwa sababu sisi tunategemea shauri jema kutoka kwake. Sisi tunamtazamia yeye ambaye Bwana wetu Yesu Kristo alisema, mwana tazama mama yako. Basi kwa kumaliza niseme kwamba mama tazama mwanao na mwana tazama mama yako. Tumsifu Yesu Kristo. Christmas, oh yeah.